Ni njĩtagwo Wangari wa Kimani, tũgũtigana riboti ya mwanya ya Maureen Wanjiru. Uri mwega mwiroreri umuthi hari githomo gitu kia muthenya wa umuthi mirimu na urigiti tuguthoma murimu wa higo tucerete thiini wa thibitarĩ wa Mama Lucy Kibaki. Andu matanyihiire 10 o mweri thiini wa thibitarĩ uyu nio makurikanaga mari na murimu wa higo. Kiuria kiria ngwenda turanie hihi thiini wa mathibitarĩ mangi thiini wa bururi ni andu igana makoragwo mathurimitwo na kuonekana mari na murimu uyu. Umuthi tukunyita na daktari Ari Mzalendo. Asante sana kwa kukaribisha kwa hii kipindi yenu. Kwa majina naitwa Ali Mzalendo. Mimi ni muuguzi katika hospitali ya Mama Lucy Kibaki, na kando na uuguzi nimefanya masomo, nimeongeza masomo na specialize ama nimekuwa specialize na mambo ya figo, so nafanya katika unit ya kidney hapa Mama Lucy Kibaki. Reke tumenye murimu wa higo ni mithemba igana. Kuna aina za ugonjwa wa figo na zile kuu ni mbili. Ya kwanza ni ile tunaita kupoteza kazi, figo kupoteza kazi kwa ghafla, ile kwa kizungu wanaita AKI ama acute kidney failure. So hiyo ndio ikuwa inaanzanga kwanza, sababu hiyo inapatanga mtu kighafla, anakuwa hawezi tengeneza mkojo, anakuwa ama anaanza kufura mwili. Ile ya pili ni ile tunaita kupoteza kazi kwa figo kwa munda ama ile na kizungu tunaita CKD ama chronic kidney disease. So hiyo inakuwa inaenda pole inaanza pole mpaka inakuwa sasa figo imeathirika kabisa, mpaka inabidi sasa inahitaji ile intervention ama inahitaji daktari aingilie kati ndio mgonjwa aweze kuwa sawa. Na kuna zingine either mgonjwa mtu amezaliwa na shinda ya kama ni mfereji ama hii inaitwa ureta, ako na deformity wakati wa kuzaliwa ama amezaliwa ikiwa si sawa genetically, so hiyo pia inachangia mtu kuwa na ugonjwa wa figo. Mengine ni saratani. Watu hupata saratani ya viungo sehemu za figo ama saratani ya prostate kwa wanaume, pia hiyo huchangia watu kupata ugonjwa wa figo. Thegia wa maundu maria ndagitari atariria kuri mirimu ingi igaga murwaru hatikaine hari kugia na murimu wa higo. Kama high blood pressure inasababisha inafanya hizo mishipa za figo, sababu ya ile msukumo mingi ya damu zinaathirika. Wengine wenye wanaweza pata ni wenye wako na sukari, ugonjwa wa kisukari. Kisukari pia inachangia, aidha kisukari yenye imekuja sababu ya zile lifestyle tunaishi ama vile tunaishi maisha yenye tunaishi, ama wale wamezaliwa na shinda ya kisukari, so hiyo pia inaweza changia. So hakuna ile tunaweza sema ni kabisa ndio inaweza kuwa chanzo za ugonjwa wa figo. Niki murwaru wa shukari na wa gutengera gwa thakame ari hatikaine ya murimu uyu wa higo? So wale wako na hatari ya kupata ugonjwa wa figo ni watu wale wako na shida ya msukumo ya damu ama high blood pressure, ndio wako na wanaweza pata hiyo kwa haraka. Na wale wenye wako na shida ya kisukari, pia kisukari inachangia, wao wanaweza pata vile wanaenda kuendelea na ugonjwa, inafika mahali inakuwa figo imeathirika. Wale waraibu wa zile madawa za kulevya, wengine wanatumia madawa za kulevya sana, wengine wanavuta tumbako kuzindi
kiwango, hiyo pia inaweza athiri. Na wale pengine wako na shida za maji, unajua maji saa zingine wale ukunywa maji sana, kuna kiwango ya maji kile mtu anafaa kunywa, so maji ni muhimu, wanaweza pata zile tunaita kidney stones, na hizo pia inaweza changia kufanya figo iathirike. Aige moe dalili ya murimu wa higo ni kuiba maguru, hihi ni kuri dalili ingi za ugonjwa wa figo? Kama ya kwanza ile inaonekana sana ni pengine kukosa kukojoa kabisa. Unakuwa umekojoa ukozi au kojoi, mkojo itoki, na ukiamka asubuhi unapata uso wako umefura, miguu imefura kila mahali. So hiyo inakuwa ni dalili ya kwanza. Wengine sababu ya viwango vya juu vya kitu kama urea ama creatinine, unapata mtu anakosa appetite ya kukula, ana hamu ya kukula, ama unapata mtu anasikia kichefu, hiyo kutapika, anakosa nguvu ya mwili. Saa zingine anakuwa akikosa nguvu ya mwili, saa zingine anakuwa na mkojo, pengine akikojoa anasikia uchungu sana. So hizo ni baadhi ya dalili zenye ukiziona mapema ni vizuri uende hospitali uangaliwe, ufanyiwe vipimo kadhaa. Unaweza fanyiwa kipimo ya damu ya kuonyesha viwango vya creatinine, viwango vya urea, na hata unaweza fanyiwa kipimo ya mkojo ionyeshe kama kuna madini yanatoka. Kuna madini hasa protein ambayo ifai kuwa kwa mkojo, so ni vizuri uende uangaliwe ionekane kama hizo vitu zinapatikana. Urigiti wa murimu uyu ukoragwo uhana atia? Tiba kwa sababu kiini za ugonjwa ile inaweza sababisha sana ni kukua na umepata seme hizi bakteria. So kuna bakteria huwa zinasababisha figo iharibike. So ukienda ufanyiwe kipimo kama ya damu, sionekane viwango vya bakteria iko juu, naweza pewa hizi dawa, hizi antibiotics, hizo dawa za kumaliza hizo antibiotics inaweza kusaidia. Kitu ingine kama ni shida za mifereji ya kupitiza mkojo, inaweza enda itengenezwe, uende kwa daktari mwenye ushughulika na mambo ya mifereji ya mkojo, aunde, ama ule anaitwa kwa kimombo urologist, atengeneze. Na kuna hata ile inaitwa kuwekwa figo nyingine kama imezidi sana kwa wale wako na hitilafu ya figo ya muda mrefu, ama inaitwa chronic kidney failure. So wanaweza pewa figo nyingine, ama ile inaitwa transplant. Kuna hata hii tunatumia mashini ya dialysis. So patient wagonjwa wanaweza kuwa wakifanyiwa hiyo kuoshwa figo mara 2 kwa wiki, wakijitayarisha kufanya hiyo kupata figo nyingine. Ni ugwati uriku uriho kuri mundu ukoretwo akihuviriria guthie thibitarĩ? So kulingana na maumbile ya kimwili, hii figo inapata damu, tuseme inapata 20 ama tuseme kiwango 20% ya damu yote ya mwili kwa siku. So kumaanisha kwa siku figo inapata tuseme kitu 1700 ya tuseme lita tuseme mils ya damu. So na kwa sababu kwa mfano yule mtu akona hii msukumo ya damu inakuja kwa figo kwa haraka sana. So kwa sababu ya hiyo kuja kwa haraka sana, kwa sababu ya hiyo damu inakuja kwa miaka mingi, inaharibu sababu ya hiyo ndio inakuwa sababu kwa muhimu sana yenye inafanya figo zinaharibika, kwa sababu damu inapita hapo inaitwa kwa kiwango ya juu kwa muda mrefu. Ndio maana unaona hao wagonjwa kama hao wanapata hii inaitwa chronic
kidney failure ama uharibifu wa figo kwa muda mrefu. Wale nao wako na ugonjwa wa kisukari, sababu kwa mwili damu iko na kiwango ya sukari kuliko kawaida. So sukari huwa na ile sukari huwa inashikana, sijui nitaita stick, sijui kwa Kiswahili hiyo. So sababu ya hiyo kiwango kubwa ya sukari inaziba zile miziba. So ikiziba inaongeza msukumo. So mwisho wa siku inakuwa imeaffect sababu ya sukari kuwa kwa mwili kwa muda mrefu. Yeah. Hihi thĩinĩ wa bũrũri-rĩ gatagata-inĩ ka athuri na atumia nĩa marĩ hatĩka-inĩ ya mũrimũ ũyũ? Kati ya wanaume na wanawake ina affect seme wote on average. Ni vile sasa kama hii ugonjwa tunaita ugonjwa ya UTI, hii ugonjwa ya mkojo sana sana huwa ina affect wamama. So wao pengine ndio wanaweza kuwa na risk ama wanaweza pata kwa haraka kuliko wanaume, but ugonjwa yenyewe ina affect watu wote, kwa either wanaume na wanawake, na affect kwa jumla. Kadi ya SHA irarugamira mũrwaru wa higo na gĩcunjĩ kĩrĩkũ? So SHA inasimamia hizo vipimo na inasimamia dialysis session 2 kwa wiki. Kwa hivyo kwa mwezi ni session 8. So inasimamia kabisa, inalipa mpaka vipimo vyenye tunafanyanga wakati wa dialysis na inasimamia. Hiyo inasimamia kabisa. So ukiwa na SHA unafanywa dialysis na kuna kitu unalipa. So hiyo ina cover hiyo na hizo vipimo tunasema zingine za kando, lakini kuna zile vipimo pengine daktari ameitisha kipimo inahitaji kipimo ingine kama hizo tunasema CT, MRI. So hizo ndio sasa watu inabidi washughulike, but pia SHA inasimamia inafanya ile inaitwa unafanya pre-authorization mapema, alafu ina approve na unafanyiwa. Kuringana githomo kiria twathoma muthenya wa umuthi hari bata andu manyihanyihie uhoro wigie uhũthĩri wa ndawa cia kũrebia o ũndũ ũmwe na njohi njĩkĩrĩre mũkana. Arĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa twakorwo tũgĩthoma atĩ nĩ imwe ciakorwo cigĩcũngĩrĩria mũrimũ wa higo ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere gũtherema thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Tugaga gũtirĩ njamba hoka nĩ mĩrimũ o yothe. Njĩtagwo Maureen Wanjirũ, mĩrimũ na ũrigiti.